Kwa majina naitwa Judith Dickson Kinyamagoa, natokea katika wilaya ya Wanging'ombe, mkoa wa Njombe, kijiji cha Ilembula. Mimi ni mama mjasiriamali ambaye awali nilianza kufanya shughuli za ujasiriamali nikiwa mwenyewe. Lakini kabla ya kuwa mjasiriamali, mimi nilikuwa ni mfanyakazi wa huduma wa idara ya afya. Baada ya kupata changamoto za hapa na pale, ndipo nilipoamua kufanya maamuzi magumu ya kuacha katika idara ya afya na kuingia katika huduma ya ujasiriamali. Nimefanya huduma ya ujasiriamali kwa muda wa kama miaka miwili, huku nikipitia changamoto mbalimbali kama vile kushuka kwa mtaji, kupata changamoto za bidhaa zangu kuharibika au kukosa soko. Lakini baada ya hapo nikaona kwamba ili niweze kufika mbali, nikaona ni bora tuunde umoja wa akina mama, ambako mpaka sasa tupo akina mama 5 ambao tunajishughulisha na shughuli za ujasiriamali. Kwa hivi sasa umoja huo au kikundi hicho kinaitwa Peace Mamas, ambao akina mama hao wote tunajishughulisha na shughuli ya mapishi, upambaji, uokaji wa keki pamoja na ukodishaji wa vitu mbalimbali kama vile viti, meza, tent au mahema, vyombo kwa ajili ya chakula na vinginevyo. Na kila sababu ya kumshukuru Mungu kufika siku hii ya leo. Mimi kama mama najivunia kuwa mama, kwa sababu hata dunia pia inatambua bila mwanamke hakuna chochote. Vile vile tunamshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, mwanamke mwenzetu ambaye aliona kwamba ili aweze kutunyanyua akina mama, akaamua kuleta mikopo ya 10% kwa ajili ya akina mama waliopo Tanzania nzima. Hivyo basi hata sisi ni miongoni mwa akina mama wale ambao wamenufaika kwa mkopo ule wa 10% kutoka kwa mama yetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivyo kwa kupitia mkopo wetu tumenufaika kununua tents au hema zisizopungua 20, mobile toilets au vyoo vinavyohamishika. Tuliagiza vyoo 4, lakini mpaka sasa tunamshukuru Mungu tumepokea vyoo viwili bado havijatufikia. Vile vile tumefaidika, tumeweza kununua mashine yetu kwa ajili ya kunyonyolea kuku, bata na sungura. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinafanywa na wamama wajasiriamali wa Peace Mamas kutoka Ilembula, wilaya ya Wanging'ombe. Mtu mwingine angejiuliza uliwezaje kuacha kazi serikalini na ukawa mama mjasiriamali? Nini kilikusukuma na ulivutiwa na nini hasa kwenye ujasiriamali? Asante. Ni kweli kila mmoja huwa ananiuliza swali hilo, kwamba inakuwa ni ngumu sana kuacha ajira yako na kuanza kufanya kitu kwako wewe mwenyewe. Siwezi nikasema nilikuwa nina mtaji, hapana. Sio kwamba nikasema kazi ile nilikuwa siipendi, hapana, kwa sababu kazi ile ilikuwa ni nzuri, ilinipa mshahara mzuri, ilinipa maisha mazuri, lakini ndani ya moyo wangu kulikuwa kuna maono kwamba nilitamani kuwa muajiri na si muajiriwa, na ndio maana nikaamua kusitisha ajira yangu ili niweze kujiajiri mwenyewe na kuajiri wenzangu. Huo ndio ulikuwa msukumo wangu mkubwa. Unaweza kumwambia nini mwanamke mjasiriamali leo wakati tunaelekea kwenye Machi 8? Nachopenda kuwaambia wanawake wenzangu ni kwamba ili uwe mjasiriamali, jambo la kwanza unatakiwa uwe na uthubutu. Bila uthubutu huwezi ukafanya kitu chochote. Na licha ya uthubutu tunatakiwa tuwe wavumilivu. Kwa nini? Kwa sababu wajasiriamali tunapitia vitu vingi sana. Na licha ya kwamba ukiwa mvumilivu, vile vile unatakiwa kuwa na nidhamu ya pesa. Akina mama tumekuwa na matumizi tofauti ya pesa, hususan pale unapokuwa umeshapata kipato kile ambacho siku nyingine ulikuwa hupati. Hivyo mama wenzangu na waasa, endapo itatokea na nyinyi Mungu akawajalieni mkapata mkopo kama vile ambavyo sisi
tumefaidika, basi mkopo ule au pesa zile elekezeni kwenye vile vitu ambavyo kweli nyinyi akina mama mmenuia kuvifanya ili viweze kuwainua wanawake wenzangu au wajasiriamali wenzangu. Tuliona umetoa kiasi kidogo kwa wajasiriamali wanaochipukia. Nini kilikusukuma na nini matarajio yako kwa watu wale? Asante. Kutoa kitu kidogo au kumshika mkono mjasiriamali mwenzangu si kwamba sisi tumefanikiwa sana, si kwamba sisi tuna pesa sana, hapana. Isipokuwa tumekuwa na utaratibu huo mara tu tunapoalikwa sehemu kwa ajili ya kutoa elimu yetu kwamba tulianza vipi ujasiriamali wetu na sasa tuko wapi. Tunafanya vile ili akina mama tuweze kushikana pamoja, kwa sababu asilimia kubwa tumekuwa na ile dhana kwamba adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzake. Hivyo sisi kama Peace Mamas tunataka kauli hiyo tuweze kuifuta ili akina mama sote tupendane, tuwe kitu kimoja, tusonge mbele. Mtu ambaye atataka kukupata wewe sasa hivi anakupata wapi na kwa mawasiliano yapi? Asante. Ili uweze kunipata mimi napatikana Ilembula, lakini kwa nambari zangu za simu 0752073324. Karibuni sana kwa huduma, tunawapenda. Na kwa nini biashara ya vyoo, mobile toilets, lakini biashara ya matenti na sio biashara nyingine? Okay. Tulikaa chini na kutafakari na kuona kwamba ni vitu gani ambavyo vimekuwa vina uhitaji, lakini katika maeneo yetu upatikanaji wake kidogo ni shida. Hususan tumekuwa na ugeni mkubwa, let's say ugeni wa labda waziri mkuu, viongozi wakubwa wa serikali. Hivyo tulikuwa tukiona kwamba viongozi wetu wanapopata changamoto ya kuondoka mkoani kwetu na kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kupata bidhaa hizo. Hivyo basi baada ya kupata mkopo ule tukaona na sisi pia ni fursa kubwa ili tuweze kuwa navyo ndani ya wilaya yetu. Kufikisha huduma yenu kwa umbali gani labda kama ukihitajika? Tanzania nzima tunaweza kufika. Asante sana.